بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد يا عباد الله إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تبارك وتعالى حقا تقواه. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. يا عباد الله أما خطبتنا اليوم إن شاء الله سنتكلم شهر رمضان شهر الاستكثار العبادة. Ndugu jamani ya Kiislamu, nakuhusieni pamoja na uhusiano na usiamu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ziada na rehema zimwendee kiongozi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo tukiwa ndani ya Ijumaa ya
anasema ina hadithi sahihi. Kwa Waislamu, ibada unayoifanya hii ni ibada kubwa mno, si ibada ndogo, haina mfano wa ibada yoyote. Mtaka kenani? Somo Ramadhani rukun min arkani al-Islam al-khamsa. Somo Ramadhani ni nguzo miongoni mwa nguzo tano ambazo tunajua kuja Islamu ala khamsi. Kwamba somo ni miongoni mwa nguzo. Kwa hiyo mtu asipofunga na kama hana sababu za kufunga, hana sababu za kutofunga, hafungi, hana sababu za sheria, huyu amevunja nguzo. Kama Uislamu ni jengo, hili jengo ndio lione hili. Halafu chini kuwe na nguzo tano za kushikilia jengo hili. Ukitoa nguzo moja, jua jengo litapata athari. Uislamu. Nahnu dakhalna fi Ramadhana. Sisi tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Nisikilize vizuri maneno haya. Nahnu dakhalna fi Ramadhana. Sisi tumeingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alaina bihifdhi hudud as-sawm. Juu yetu kuchunga mipaka ya funga. Li'annahu man arafa, yule atakayejua mipaka ya saumu, wa hafidha hududahu, na kaifadhi akachunga mipaka yake, waswama, na kafunga vizuri, kufira ma qablahu, huyu atafutiwa madhambi ya mwaka uliopita. Anta tasawm, walakin bita'lim, lazima uwe na elimu. So nafunga, ujue mipaka ya saumu, uchunge mipaka ambayo mipaka ile inakupelekea au itakupelekea saumu yako isiharibike. Lakini unafunga, unacheza karata, unacheza baa, unasafiri unatakata, wewe ndugu yangu bora ule. Bora ule kwa sababu una saumu. Sasa lazima ujue kwa nini jaa al-hadith
neno fatwa sio mpaka hiyo hutuba. Mawaidha na saha. Mtume aliwaambia masahaba, aliwaambia hivi: waqad ja'akum shahrun mubarakun, hakika umekufikieni mwezi wenye baraka. Iftarada alaykum siyamahu, mmefaradhishiwa nini kufunga mwezi. Anasema tuftahu fi abwabul janna, mwezi huu unaoona milango ya pepo hufunguliwa. Watughlaqu fiha abwabul jahim, na milango ya moto hufungwa. Watughallu fihi shayatinu, na mashaitani wale wanaotushawishi wale ambao kila mtu anaye wanafungwa mnyororo. Sio wale mashaitani ya watu wanaochagawa wanaopandisha pana. Utamwona mtu ndani ya Ramadhani anapandisha hasa kwa kuwa hadithi wewe kuielewa vizuri au naielewa sivyo, unadhani wale wanaochagawa watapandisha, wale hawafungi kwa sababu wao hawana tashwishi ya kukushawishi wewe. Yule shetani ambaye unaye na mimi tunaye, wale ndio wanaofungwa. Hapa wewe ukifanya maasi ni mwenyewe kuna shetani wao ndio wanaofungwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, fihi lailatun khairun min alf shahr, katika mwezi wa Ramadhani kuna siku ambayo ni bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairuha faqad hurima, yoyote atakayezuiliwa kheri za lailatul qadri huyo maskini alipata hasara. Man hurima khairuha faqad hurima, yule amezuiliwa kwa sababu ni mtata, yeye hataki kusikia ama anazuia, huyo amepata hasara. Nasema usiku wa lailatul qadr ambao Allah mwenyewe katika suratul qadr ameeleza wazi akasema hivi: a'udhu billahi minash shaitani rajim, tatanazzalu aliyegeuza Kiarabu kwenye dictionary angalie tatanazzalu, tanazzala ya tanazzalu ndio pendo. Tatanazzalu malaika, tatanazza ina shadda pale, tatanazzalu malaikatu waruhu fiha, wanashuka malaika wengi na Jibril wakiwemo. Tatanazzalu kama Kiarabu ndio waulize ndugu zako wanaojua. So tanzilu, tatanazzalu, wanashuka wengi malaika usiku waruhu fiha, na Jibril wakiwemo. Hawa wanatoka kufanya nini? Wanakuja kula daku, wanasikia malaika wanakula. Hawa wanakuja kuona zaidi, wanakuja kuona kina nani ambao wamejipinda kufanya ibada ili mwende mkatazo bila Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba fulani kwa Mungu adui. Leo nadhani Mwenyezi Mungu anapoleta malaika na maana yeye anakuwa haelewa hajui. La, hawa Allah amewapa kazi hiyo. Islam Allah kitujalia tukiwa hai na salama, tutakapofika kumi la mwisho, ndugu yangu, usikose masiku ya mwisho ya lailatul qadr. Mwacha kufanya uzembe. Mbona mama mwingine kesho mtaona watu msikiti itapungua watu. Kesho msikiti itapungua. Watu watakwenda kule. Waislamu watahama msikiti. Hivi wewe unadhani Mungu ajue? Unataka kufanya Mungu aelewe wewe unayofanya? Yaani wewe Mwenyezi Mungu ni ya baadaye, lakini mambo ya kipuuzi haya. Waislamu leo Uislamu wanaokuwa support pesa. Support pesa ndio maana tafsiri. Hii kampuni ya support pesa inafanya nini? Si watangaza kamari. Huyo amevaa support pesa na huyo amevaa jezi ya Kabruali. Kuna tofauti gani hapa? Sisi sio kumbakumba. Mungu amekupa akili. Akili maana yake ni ile ukamba anaofungwa mbuzi asile mazao ya watu. Allah amekupa akili. Unavaa jezi na unatembea alafu unaswali nayo msikitini. Mahukumu salatuka. Swala yako hukumweke ni nini? Wewe unaivaa jezi imeandikwa sport pesa na wewe unaivaa jezi imeandikwa Bruals. Kuna tofauti gani? Wewe nitafutie kwamba swala yangu ni sahihi. Nionyeshe mahali kwamba wewe swala yako ni batili. Kwa sababu
lakini tuna mtume wa haki. Sisi tu watu wa kupangiwa bwana. Niogope. Unapopita makaburini pale, nenda hapa karibu na kituo cha polisi. Kuna makaburi pale. Wale waliolala wanadhani hawakuwa na akili. Hawakutaka dunia. Wewe unapokwenda kuzika, na ndio maana sunna, kwa tunaambia Waislamu, tunapozika maiti ya mwanamume, toeni shuka watu waone mwana ndani anapowekwa mtu. Ndio sunna ya Mtume sallallahu. Toeni shuka. Kama mwanamke tutafunika kwa sababu asili ya mwanamke ni kusitiriwa. Mtu aone kwamba Bwana Majaliwa ndio kawekwa hapa na ndio kawekwa hapo. Ujue kama Omar ibn Khattab alikuwa akiangalia mwana ndani anazimia, anapoteza fahamu. Wewe jiulize, utakwenda kulala utalala? Jiulize maswali. Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mwanadamu ambaye ndani ya Ramadhani atakuwa amejiepusha na madhambi makubwa. Mwanadamu ambaye amejiepusha na madhambi makubwa ndiye anayesamehewa. Sio hivi mnavyofikiria kwamba Mungu anafuta madhambi hivi. Hakuna, sio kweli. Sikiliza vizuri. Katika hadithi amepokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isikilize hadithi hii, alafu mtafute msomi ya kutafsiria tofauti na ya kwangu. Alafu tuendelee. Mtume anasema, as-salawatul khamsu, swala tano unazoswali kila siku ya Uislamu. Swala tano unazoswali wewe kila siku. Wal jumu'atu ila jumu'ah, na Ijumaa hadi Ijumaa. Ina maana Ijumaa iliyopita uliswali na leo umeswali, na swala tano ulikuwa unaswali hapo. Wa Ramadhani ila Ramadhana, na kutoka Ramadhani kwenda Ramadhani nyingine. Ramadhani ya mwaka jana ulifunga na ya mwaka huu umefunga. Wa baada dhalika kinachokuja nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam, mukaffiratu lima bainahunna idha jtunibatil kaba'ir. Sikiliza lugha ya Kiarabu, idha jtunibatil kaba'ir. Hapa mtu anapata kifutio endapo atakuwa amejiepusha na madhambi makubwa.
wazazi wawili, wangapi ambao tuna wazazi wetu wako hai tunawajali? Leo uko hapo tukula vizuri na mkeo, mama yako kule anakula muhogo tena macherema, unakula vizuri na mkeo, dafu safi, ubwabwa na ndizi. Mama yako yuko nyumbani kule amekuzaa wewe, baba yako yuko nyumbani wakuzaa wewe, kulea wewe. Leo unaona si wako unakula vizuri Miongoni mwa watu ambao hawacheleweshi madhambi, hawacheleweshi adhabu, ni mtu anayevunja haki za wazazi wake. Allah anamwadhibu hapa duniani kabla ya kwenda akhera. Sana chunga sana mambo haya ili tupate msamaha. Hakikisha madhambi makubwa hauna. Zina, leo zina imekuwa ni sehemu ya maisha yote. Watu wanazini wanaona ni fahari. Eti mimi nagonga. Unakuona? Tunasikia kwenye madaladala. Unasema nini? Juzi nilikuwa nagonga pale, nimegonga watatu, gonga mpaka sana. Lakini tutakwenda kadri. Unaona? Na malizia katika miongoni mwa adabu za saumu. Miongoni mwa adabu za saumu ya kwanza akulu suhur, ni kula daku. Kula daku, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amepokea Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume amesema, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi suhur, hakika katika daku baraka, kuna baraka. Kama wewe tumbo lako haliwezi kuja kula ubwabwa uwe mida ya asuhur, ni chakula cha usiku, sio chakula saa 3, sio suhur. Suhur ni chakula kinatolewa usiku wa manane. Kwamba wewe ukila, kama tumbo wana ukila unapata shida, basi Tusala amesema kunywa hata fudo la maji. Uamke ule fudo la maji, kwa sababu kuna baraka ndani. Utapata nguvu, Allah atatia nguvu, utakuwa uko vizuri katika saumu yako. Islam, jambo la kwanza. La pili, nimechukua machache. Taajili al-fitr, ni kuwahi kufutari, kufungua. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amepokea an Sa'd bin Sa'd, anna Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, la yazalu an-nas bi khairi, hawatakuwa ndani ya khair Waislamu ma ta'addalu al-fitra, maadamu wamefanya haraka kufungua. Kufungua ni nini? Ni pale muadhini anapoadhini au muda umefika ukachukua tende au maji au chochote ulicho nacho ukawahi. Kuna wengine maskini kwa kutoelewa wanadhani ucha Mungu ni kule kukaa na somo ndani ya swala tena, hata bibi anaingia kupata kumpa tende. Hapana, ya mpaka baadaye. Hali hizi nazikosa wewe. Kama unaona meno kama ya kwangu inakuwa shida kula tende, basi jitahidi unywe hata maji, kwa sababu tutasema ni tahara. Lakini jambo langu la mwisho katika yale mambo mengine sikuandika, anasema addu'a inda al-fitr, ni dua wakati wa kufungua. Jamani sikiliza. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man aftara sa'ima wa man ashba'a sa'ima, ni tofauti. Hapa panapoadhiliwa hapa ndio tunafuturu. Kule tunaenda kushiba. Sio futuru. Ile tumeikiza Kiswahili futari na futuru. Kufuturu cha futuru sikitiki. Basi umekupa maji na tena umekula. Au dafu. Kukula unakula kushiba. Sasa kuna dua wakati wa kufuturu. Anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, Mtume sallallahu alikuwa akiomba na akisema, dhahaba ad-dama'u, dhahaba ad-dama'u, kiu kinaondoka, wabtalat al-uruq, na mishipa imefunguka, wa thabata al-ajru insha Allah ta'ala, na malipo yamethibiti kwa Allah tabaraka wa taala. Dua ziko tofauti na hii, ziko zingine. Kwa hiyo pale anapoadhini muadhini, chukua maji, kunywa. Hii ndio utapata kheri. Allah tuongoze. Allah tukubali saumu zetu. Allah tuepushe na mambo ya ovyo. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wema. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wa peponi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa minna. Allahumma inna nas'aluka
إخواننا في دولة فلسطين. اللهم انصر إخواننا في دولة فلسطين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.